laitali amwali la ishtu biole makani wa murabbi ridwallahi alaika. Huna twamaida iliyojazwa ujazoni, naam, katika bufe zetu za mashurubati, lakini kadhalika maakulati. Laitani tuwe sote katika malashiki tasawuf, na bila shaka kila mmoja hapa atahamanika kulingana na ladhadhatu ya hichi chakula shibe kwa aina yake ya kipekee. Nam hayya bina inam fatasawufu huwa alladhi ihtama bihadha aljanib. Jongeni nami inshallah pale popote mlipo, na leo tena tuweze kuighubika siku na faida ahmiya sana. Tasawufu ambayo bwana anasema twaijua sisi, na imeonekana umuhimu wake kwa mambo haya yaliyoizunguka tasawufu, yani bilqalbi, mambo ya moyoni, kama yaqdi, riya, ujubu na halu majara. Bil idhafa ni kwa sababu ya egezo, ilama kwenda kwa yale ambayo sio yuqabiluhu, mtu anakwenda kukabiliana nayo, sio min alibadati albadaniya, katika miongoni mwa ibada albadaniya za kimwili. Lakini kama haitoshi, wal ibadati almaliya, na ibada za kimali. Warasama tariqa alamaliya, na watu wameiandika, wameiorodhesha, wameiweka wazi tasawufu kwamba ilaiki na masala ya kufanyia kazi, alladhi yusilu almuslima, mambo ambayo muislamu akiyapita yatampelekea ila a'la darajati, kuwa ni mtu wa juu sana katika masala ya kidaraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tena darajatil kamali, daraja za ukamilifu. Kwenye jambo gani? Kwenye mas'alatul imani, masala ya imani, wal khuluqi, na tabia. Sawa, walaysa kama yadhunnu ba'dhu an-nasi, nasi kama ambavyo baadhi ya watu wanadhani, qira'ata awradin wa hilaqil adhkari, eti imebaki tasawufu kwenye nyiradi na dhikri mbalimbali. Yako mengi, si hayo peke yake. Fahasbu, tambua hilo. Falaqad ghaba an adhhani alkathirin, wamezama ndani watu wenye akili zao, alarifin, watambuzi, alamilin, ulamaina, anna tasawufa, ilivyo tasawufu, mfahamu ndugu zangu, ni manhajun amaliyun, ni mapito ya kutendea kazi, matendo alkamil, yalokamilika, yuhaqiqu al-inqilab al-insani, panahakikisha kuingoa hali ya mwanadamu, min shakhsiyatin munharifa, kutoka kwenye wanadamu wa maharibiko, ila waina, ila shakhsiyatun muslima, kwenda kwenye wanadamu uliosalimika, mithali ya tena wa kupigiwa mfano kweli kweli, mutakalimatin, wenye kuzungumzika kwamba kweni kama fulani, sio mithali kwa maana nadharia tu, hapana. Wadhalika minan nahiya al-imaniya, na huo ndio upande wa mtu kuwa na imani iliyo salama, as-salima, mbele ya Mwenyezi Mungu. Wal ibadati al-khalisa, na panapelekea mtu kuwa na ibada iliyotakasika inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu. Wal muamalati sahiha, na matendea kazi yaliyo sahihi, alhasana, ukifanya kazi yanakuwa ni matendo yaliyo sahihi, kwa sababu umeondosha mambo mengi sana, alhasana, yaliyo mazuri. Wal akhlaqil fadila, na unakuwa ni mtu mwenye tabia zilizozidi kifani kwa uzuri wa tabia hizo. Wa min huna, kuanzia hapo sasa nini? Sikiliza kazi. Tadhharu ahmiyat tasawufu, panadhihiri umuhimu wa tasawufu kuonekana, wa faidatuhu, na faida yake. Wayatajalla lana, na panatuweka wazi hilo, wayatajalla, na panatukuka kwetu sisi, biwadhuhin, kwa kuweka wazi masala haya tuyajue jinsi yalivyo. Annahu ruhul islami, na tasawufu ndio roho ya Uislamu, kwamba tasawufu ndio roho katika Uislamu. Wa qalbuhu
anabidhu, na moyo wake sawasawa ndiyo checheko. Anabidh ndiyo checheko. Ruhul insani, na moyo wake ndiyo checheko, kwa maana sukumo. Idh laysa hadha dinu, kwani tufahamu dini hii haina amalan dhahira peke yake, matendo ya dhahiri peke yake, wa umuran sawasawa, na mambo ambayo shaklia yanayoonekana, fahsubaa, kuna mambo ya ndani pia yasionekana, la ruhan fiha wala hayatan, sawasawa, shaklia ambayo haina roho ndani yake wala haina uhai, kwa sababu ya hasabia adhawahiri. Mtu akitazama nje tu akajisafisha nje tu akatakasika nje tu kawa msafi nje tu, inakuwa ni mtu ambaye hana roho wala hana uhai katika maisha yake, kwa maana hana uhai katika moyo. Wama wasala almuslimuna ila hadha adarki, kwenye dimbwi hili hawakufika waislamu wengi, minal inhatin, kutokana na mambo yaliyokuwepo wanayafanya, wadhaafi, na udhaifu wao kuyaelewa haya umuhimu wake na ukubwa wake, ila hin faqadu, limepelekea mpaka pale waliposhindwa wao ruha alislami, walipokosa ila hin, hawakuendelea waislamu kuwa katika dimbwi na kuingia katika mambo mabaya, wadhaafi, na udhaifu, ila hin faqadu, mpaka pale walipokosa ruha alislami, wamekosa roho ya Uislamu, kwa maana tasawufu hawana wa jauhara na muonekano wake. Walam yabqa fihim illa shabahuhu wa madhahiru, na hakuna kitakachokuwa kimebakia ndani yake isipokuwa ni sawa mfananisho tu na mambo yanayoonekana wazi nje. Yani unafanana kuwa na watu wazuri, lakini hali sio, unakuwa sio hivyo. Ni kule kuact, yani mtu mzuri sana lakini ndani chui tuchuni yani. Inshallah wacha tuweke kituo maeneo haya.